tumesikitika sana kama viongozi wa kidini na tunakemea na tunalaani maneno kama hayo. Bwana Rigathi Gachagua awe ni mwenye kujitokeza tena mara ya pili. Maneno ya Gachagua yanaashiria mpango wa kuchafua uchaguzi wa 2027 hata kabla ya mchakato kuanza. Hatua kali ichukuliwe. Mimi kama mama nasema poleni sana wa Kenya. Singependa mfuate maneno upuzi kama hizo. Gachagua tulifikiri ni mtu mwenye akili na Mkenya mkamilifu, lakini matamshi yake yametutia dhiki na wasiwasi sana. Kwa majina ni Sheikh Abu Qatada, chairperson wa Pwani Patriotic Religious Leaders. Tumejumuika hapa kwa pamoja kukemea matamshi aliyoyatamka ya uchochezi aliyekuwa naibu wa rais ya nchi yetu ya Kenya, Bwana Gachagua. Ni matamshi ambayo kwamba yana harufu na yana tabiri umwagikaji wa damu. Ni masikitiko makubwa kwa mtu kama huyu ambaye kwamba ashawahi kuwa miongoni mwa viongozi wa nchi hii wa ngazi za juu, kuwa na kinywa kipana na kuweza kutamka maneno ya kuwa tume huru ya IEBC isipowajibika mwaka wa 2027 basi hatutokuwa na nchi inayojulikana kama Kenya. Na pamoja na kusema kuwa mchafuko ulioshuhudiwa mwaka wa 2007 ukilinganishwa na mchafuko ambao kwamba anatabiri kutokea mwaka wa 2027, basi ule mchafuko wa 2007 akaupigia mfano ni kama sherehe ya Krismasi. Haya maneno ni maneno ya kushtua sana na ni maneno ambayo kwamba yanaibua taharuki katika nchi yetu na ukosefu wa amani, na ni aibu kubwa sana maneno kama haya kutoka kwa mtu ambaye kwamba ashawahi kuwa kiongozi katika nchi hii ya Kenya. Tukikumbuka maafa yaliyotokea katika uchaguzi wa 2007, watu zaidi ya 1300 waliuliwa, watu zaidi ya 600,000 waliishi katika nchi yao kama wakimbizi, wanawake waliweza kukosewa heshima na haki za binadamu zilivunjwa, biashara za watu ziliharibika, na mpaka leo hii kuna watu ambao kwamba bado wanatibu majeraha ambao kwamba waliyapata katika uchaguzi kama huo. Ni jambo ambalo kwamba hatungependa tuwe ni wenye kukumbuka, na ishawahi tokea katika historia hii ya Kenya. Tumesikitika sana kama viongozi wa kidini na tunakemea na tunalaani maneno kama hayo. Bwana Rigathi Gachagua awe ni mwenye kujitokeza tena mara ya pili, awe ni mwenye kuomba wa Kenya msamaha. La sivyo tunaomba serikali ichukue hatua, serikali imchunguze mtu kama huyu, ana agenda ipi fiche nyuma ya maneno kama haya, kwa sababu hawakukosea walosema usipoziba ufa utajenga ukuta. Hawakosea walosema dalili ya moshi penye moshi hapakosi moto. Tumesikitishwa sana na tunaona mtu kama huyu ni hatari kwa hii nchi, mtu ambaye kwamba anataka kuturejesha miaka ambayo kwamba tulishuhudia vita vya ukabila, majumba yalichomwa, makanisa yalichomwa. Vipi itakuwa tukio kama hili ni la kupigiwa mfano kwa lugha ya kisiasa? Twaomba kama viongozi wa kidini wa Kenya tuchangieni amani, tuhubiri amani na tujiweke mbali na siasa ambazo kwamba zitakuwa ni zenye kuharibu amani yetu ya taifa. Ni kauli ya kusikitisha sana yeye kama kiongozi kuongea maneno kama hayo. Kwa hivyo anaonekana hana nia njema. Kwa hivyo tunawaomba wa Kenya wajiepushe na viongozi kama hawa ambayo wanaishi kwa maisha ya chuki, maisha ya ubinafsi na maisha ya uchochezi ili kutafuta uongozi. Kama tutakumbuka mwaka wa 2007 watu zaidi ya 1300 waliuawa, watu zaidi ya 600,000 walifurushwa makwao, wakawa hawana makwao, wakawa ni refugees katika nchi yao. Makanisa yakachomwa, wanawake wakabakwa, na taifa likatumbukia katika giza na maumivu. Mpaka leo tukikumbuka roho zetu zinatuuma sana.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina kamili naitwa Jamila Ibrahim Duba, chairlady kutoka Kushet Community. Hapa nimefika leo nikiambatiana na mashekhi wetu, watangulizi wetu wa dini. Tuko hapa kuupinga mkali kabisa msemo ambaye imetamkwa na aliyekuwa makamu wa rais Gachagua hivi juzi. Ningependa kusema sisi wa Kenya ni watu wa kupenda amani sana. Wewe ukiwa mzalendo, Mkenya halisi, utapenda kwanza nchi yako na utapenda wananchi wenzako kama wa Kenya. Kenya ndio mama yetu na baba yetu na kila kitu yetu. Ndio maana tumefika hapa kupinga ukali tamko alitamka, akisema, akitukumbusha pale ambaye tulilia na tukasahau. Ilikuwa ni miaka 2007 wakati ambaye Kenya iliingia katika mkasa wa damu. Alisema election hii isiposimamia vizuri yani kile kitaonekana itakuwa ni kama sherehe ya Krismasi. Basi sisi wa Kenya ni watu ambao hatupendi balaa. Kenya ni kubwa kushinda kila mtu. Kenya is bigger than anyone else and it is bigger than Gachagua. Sisi tunasema kama wa Kenya, sisi tunataka amani, wapenda amani, hatutakubali kutumika, hatutakubali kumsikiza mtu yote, na wa Kenya na wahimiza kwa hiyo maneno kwanza. Msikubali kabisa kutumika, wala Gen Z, wamama wenzangu, wazazi, wa Kenya wote kwa jumla. Sisi wa Kenya ni wapenda amani. Angalia wanaiga kutoka kwetu nchi za Kiafrika. Amani ambayo iko Kenya kwingine Afrikani hakuna. Sisi hatukubali kabisa. Na ingine ningependa kukemea ni ya kuwa Gachagua anapenda sana kuitaja ofisi ambayo inatulinda sisi wa Kenya, usalama ya NIS. Ofisi ya NIS ni ofisi ambaye inalinda nchi kwa ujumla, sisi wote inatulinda. Akimkemea mwenzetu ambaye yuko ofisini, tafadhali Gachagua, kilicho moyoni ndio ulimi inaiba. Kila siku wamtaja mwenzetu, kama una uadui na yeye ni wewe ndio unajua, lakini ujue kama una uadui na yeye, wewe ni mtu ambaye hutaki usalama wa Kenya tena. Kwa vile ofisi wa NIC, ofisi ya NIS ni ofisi ambayo inatuwakilisha sisi na inatulinda sisi, ndio ulinzi wetu. Kwa hivyo sisi wa Kenya tunasema tafadhali sana, kama unaona una kisasi na hiyo ofisi, wewe una kisasi na Wakenya wote. Sijui ni Mkenya gani utamconvince amwage damu, sijui ni Mkenya gani utamconvince aende kinyume cha sheria. Sisi kama Wakenya tupilia mbali maneno yako ambaye isiyokuwa na thamana, na wewe ujirudie, because Kenya is bigger than you. Wewe kama mwana Kenya ujirudie, uone ile makosa umetamka, umekemewa na kila mmoja, uombe msamaha. La si hivyo, wakuu wa sheria ambaye ni DCI, ofisi mapolisi, tafadhali tungependa mfanye upelelezi ya kutosha kwa huyu mja ambaye ni Mkenya mwenzetu lakini anatamko chafu. Tafadhali upelelezi ifanywe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu wa Christian, Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Farida Rashid Saif. Mimi ni mwanaharakati na mtetea haki za binadamu. Kwa hakika nimekuja hapa na mashekhi wetu leo kukashifu maneno aliyotoka kwa alokuwa vice president wetu Gachagua. Gachagua tulifikiri ni mtu mwenye akili na Mkenya mkamilifu, lakini matamshi yake yametutia dhiki na wasiwasi sana. Matamshi aliyozungumza Gachagua si ya kufurahisha Mkenya. Matamshi aliyozungumza Gachagua ni ya kuwagawanya wa Kenya. Matamshi aliyozungumza Gachagua ni kutumia vizazi. Mimi nataka kumwambia bwana Gachagua, tukiamini kwa yeye ni Mkenya mkamilifu, lakini masuala yake aliyozungumza kuleta kuwa ataka kuvunja amani Kenya. Sisi tunalenga kuendelea na maendeleo na amani, lakini matamshi yake yanataka kuturudisha nyuma wa Kenya. Anakumbusha watu bado wana kovu ya 207. Analeta masuala ya 207 kwa sababu yeye ana pesa zake, atatoka mji na watoto wake
atumie vijana wengine, atumie watoto wa watu. Hiki ni kitu cha masikitisho sana. Ni kitu ambacho kimetuumiza sana sisi kina mama. Sikuamini kama Gachagua anaweza kuzungumza maneno kama haya. Gachagua ni kiongozi na ni mtu alikuwa anataka mamlaka, na akiwa anataka mamlaka mazungumzo yake ni haya. Anatulekeza wapi? Nataka kumuuliza bwana Gachagua, unatulekeza wapi? Unahubiri amani ama unahubiri mgawanyiko? Sisi kama Wakenya na tunaipenda Kenya yetu, hatutaki mgawanyiko. Na namuomba tafadhali, sisi ndio mama, sisi ndio tunabeba mimba, sisi tunazaa watoto. Leo hii generation tulionayo wako na shida sana. Badala ya kuelekeza kwenye shida, kuwatoa kwenye shida, kuwapeleka generation hii wapate kuendelea na makazi ama nani, watoto wote wamesoma sasa hivi. Hakuna mtoto ambaye ni mjinga. Hakuna mtoto ambaye hajaenda shule kusoma. Makazi yako wapi? Kwa nini halekezi watu kuambia kazi ziko wapi? Twendeni mkafanye kazi gani? Hawa majensi ndio viongozi wa sasa. Na sisi ndio malengo yetu, tumelenga kwa majensi wetu, watoto wetu, sio kugawanywa na kutumiwa. Nataka kuongea na majensi watoto wangu. Nataka musisikize masuala na maneno aliyotoa Gachagua. Huyu hawapendi. Hafikiri mulitoka kwa wingi kupigana, na wengi mulifariki, na mpaka leo nani anawasimamia kuwasaidia? Isipokuwa anawatumia kuendesha kwa njia mbaya. Yeye na familia yake watatoka wende zao. Nyinyi watoto wetu wa maskini mliosomeshwa kwa tabu, munaelekea wapi watoto wangu? Musisikilize, na waomba tujenge Kenya yetu, na Kenya hii tunayojenga sisi ni yenu nyinyi, vizazi vipya mlokuja. Kwa hivyo mimi nawaambia watoto wangu, nyinyi mukae chonjo, mutupele mbali masuala ya haya vitu, musitumiwe kabisa. Mtu kama anakupenda, kwanza akutafutie kazi akupe kwa wajibu wa masomo yako ulopata. Lao hakuwezi kukupatia hiyo, basi huyu mtu si Mkenya mkamilifu. Shida tuko nao imetutatiza sana sana. Mimi nawaomba watoto wangu, mukae na mkaangalie haya mambo yanakwenda, na sisi mama zenu ndio tunaumia zaidi, na hatutaki mupoteze. Musisikize maneno ya kashifa ya huyu bwana.